Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wadau elimu ya nyota, nimekuja tena leo tuweze kufahamishana kwa uchache baadhi ya mambo muhimu kadri tunavyoweza. Kuna jambo muhimu sana ambalo tunapaswa tulifahamu. Kwa nini unakoga dawa nyingi haufanikiwi? Kwa nini unatumia dawa nyingi haufanikiwi? Kwa nini unaoga hizo chumvi za mawe haufanikiwi? Kwa nini unatumia mafusho mbalimbali haufanikiwi? Japo mafanikio yote yanakuja kwa ruksa ya Mwenyezi Mungu. Sawa, tunakubali. Lakini kwa nini kila unalofanya wewe haufanikiwi? Uliloelekezwa ama ulilofanyiwa pengine na mtaalamu wako au umefanyiwa maombi, kwa nini halitimii? Sawa, mtaalamu wako akakufanyia dua fulani, pengine ni shekhe au mchungaji kakuombea, kakufanyia dua fulani, dua nzuri tu, ili kwamba uweze kufanikiwa ama uondokane na tatizo fulani la kichawi linakusibu. Lakini kwako imekuwa kinyume, tatizo lile haliondoki kabisa, badala yake ni kwamba linaongezeka. Sasa kwa nini? Kuna kipengele muhimu sana ambacho ningependa tukifahamu. Mimi huwa napenda watu wengi wafahamu wao watekeleze kwanza kabla ya kwenda kwa mganga. Nikuulize tu swali moja. Je, usingizi unaupata? Usingizi katika maisha yako unaupata? Ninaposema usingizi simaanishi kwamba ulale masaa yote 12. Usiku wote. Hapana, ila ule muda unaosema sasa nalala. Je, unaupata kweli usingizi au unalala nusu nusu? Inatakiwa ulale usingizi wa kutosha. Yaani ulale fofofo kabisa. Mambo ya kiroho yanafanya kazi ukiwa wewe umelala. Kwa sababu huwezi kuingia katika ulimwengu wa kiroho endapo wewe uko na mwili wako wa physical. Katika ulimwengu wa kiroho tunaingia na mwili wa kiroho. Sasa ulimwengu wa kiroho ni upi? Mambo yote yanayohusika na masuala ya kiroho. Mambo yote wewe unayajua yanahusika na masuala ya kiroho. Mambo hayo tunayaingia katika mwili wa kiroho, sio mwili wa nyama. Na lazima mwili wa nyama uwe umetulia, haujielewi kabisa. Sasa sehemu ambayo mwili wa nyama unatulia na haujielewi ni kwenye usingizi. Pale ndio utakuwa umelala, huwezi kunyanyua mguu, huwezi kunyanyua kichwa. Pale mwili wa nyama unazimika kwa muda. Mwili wa roho unanyanyuka. Kwa hivyo kama kuna dua zako ulifanya, si ulichoma mafusho, si ulifanyeje, sasa ule muda sasa ndio muda wa ile kazi kufanyika. Haimaanishi kwamba muda ule unapochoma dawa zako zinafanyika muda ule ule, hapana. Ile ni target tu ya muda. Hata kama umetajiwa saa, fanya katika saa ya Zuhura. Ni target ya muda ya wewe kuweka jambo lako pale. Ni muda sahihi wa wewe kuweka jambo lako pale. Lakini bado kuna kazi kubwa sana itafanyika wewe unapolala usingizini. Unapolala. Sasa nimegundua watu wengi sana hawapati usingizi. Si kwamba hawalali, wanalala, lakini hawapati usingizi kama inavyotakikana. Inatakiwa upate usingizi fofofo mpaka usijitambue. Yaani hiyo ndo dawa. Ndio dawa kubwa. Fanya dua zako zote, fanya mambo yako yote, lakini unaposema mimi naenda kulala, basi pata usingizi wa kutosha. Sasa ikiwa kama unajitahidi kupata usingizi haupati, hauji usingizi wa kulala ule mzito haupati, basi hiyo ni changamoto. Ungeanza kwanza kutibu swala la usingizi, upate usingizi, halafu ndo hayo mengine yatakuja. Kama unaitaka nguvu ya kiroho, anza kwanza katika usingizi. Vuta usingizi wako upate, halafu ndo hizo activities zingine unazofanya kwa ajili ya dawa za kiroho ndio zitafanya kazi. Lakini kama upate usingizi, hakuna dawa ya kiroho itafanya kazi. Hakuna dawa ya mazingara itafanya kazi. Kwa sababu dawa zote za kiroho au za mazingara tunazitumia zitusaidie katika ulimwengu wa kiroho. Na huu ulimwengu wa kiroho kila mwanadamu anauingia usiku anapolala. Sasa wewe usiyelala, maana yake wewe
Mchana ni mchana na usiku ni mchana. Hauingii katika ulimwengu wa kiroho. We pale unakuwa umepumzika tu kitandani, ila hujalala. Kwa hivyo nenda hospitali kapime, sababu ni nini we haulali. Kama una maradhi fulani katika mwili wako uweze kutibiwa kibiolojia, uweze kupata usingizi vizuri, ulale. Lakini kama ni ya kichawi, basi tibu kwanza swala la wewe kukosa usingizi linalotokana na uchawi. Ukisha tibu hilo, basi ndio hizo dawa zako unazokoga, mafusho unayofusha, mambo mengi unayofanya ya kiroho, basi ndio yataweza kufanya kazi. Hata ukiombewa sasa pale zitafanya kazi. Lakini kinyume na hapo inakuwa ni mtihani. We jiulize kitu kimoja. Watu wengi wamefanikiwa baada ya kukata tamaa. Hata wewe unaweza ukawa kuna jambo ulikuwa unafuatilia, lakini ilipofika hatua wewe ulipofanya kama umekata tamaa ndio ukafanikiwa. Sasa kiuhalisia pale hukukata tamaa. Uliamua kuachana nalo, lilikuwa linakusumbua usiku unashindwa kulala. Na tizama ulivyokata tamaa, ulipata usingizi. Ulilala vizuri sana. Sasa pale ulivyolala ndio kazi ilifanyika na wewe ukafanikiwa. Lakini wewe unasema mimi nilikata tamaa kabisa. Sikutegemea kama nitaitwa kwenye interview au nitaitwa kwenye jambo fulani. Nilikuwa nafuatilia au nitapata mafanikio fulani, sikutegemea kufanikiwa jambo fulani. Nilishafuatilia mpaka nikachoka. Pale ulipochoka ukaliacha. Maana yake uliacha kuhangaika nalo usiku. Wewe ukaamua kugive up, ukaamua kulala. Sasa ulipolala ndio likafanya kazi. Kwa jambo lolote linataka ulale upate usingizi. Mchana fanya pilika zako zote. Fanya pilika zako zote. Lakini ikifika usiku muda wako wa kulala, kama umejipangia kulala wewe ni saa 4, kama ni saa 5, kama ni saa 6, muda ule ujipangia wewe kulala, basi muda ule lala. Weka simu pembeni, weka mambo yote pembeni, lala. Hata kama umeambiwa hukumu kesho, wewe unajuaje kwamba huyo hakimu ataamka mzima kesho? Wewe unajuaje? Hata kama umeambiwa hukumu yako bana, kesho ulikuwa na kesi. Kwa hiyo usikae usiku ukaanza kuwaza ile hukumu. Hapana. Kama ni mbaya kwako ni mbaya tu. Sasa lala. Kile kitendo cha wewe umeshawaza mchana ni sawa. Unapokuja kulala, basi lile linafanyiwa kazi usiku. Uwe na dhana nzuri. Chukulia dhana nzuri, usichukulie dhana mbaya. Kwa hivyo watu wengi tunawapa dawa, wanakoga, tunawasomea dua, wanaona bado ni mtihani. Kwa nini? Yale matatizo yao wanayabeba mpaka usiku, hawalali. Upaswe kuyabeba yale matatizo muda wa kulala. Yaondoe kabisa. Yaondoe kabisa muda wa kulala. Yale matatizo ondoa, weka pembeni. Ni mtihani sana, kwa sababu pia utambue ukiwa haupati usingizi wa kutosha kwa siku kadhaa, basi ni mbaya sana kiafya. Mbaya mno kiafya. Kwanza unashusha kinga ya mwili. Kinga ya mwili inashuka. Utaruhusu kushambuliwa na magonjwa mbalimbali. Sasa kama ilivyo kibiolojia, ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa spiritual. Unashusha kinga yako ya kiroho. Utaalika matatizo mbalimbali ya kushambulie. Kinga umeishusha mwenyewe. Na hautaweza kuyabalance hayo matatizo. Kwa hivyo unatakiwa upate usingizi wa kutosha. Umepewa pete au una pete au una jambo lako fulani unalishughulikia, unanuia, basi hakikisha usiku unapata usingizi wa kutosha. Usingizi wa kutosha haimaanishi ulale masaa 12. Hata kama utalala masaa 4, lakini uwe umelala kweli, sio ulikuwa unagaragara kitandani. Uwe umelala kweli, yani umelala mpaka umekosa ile fahamu ya kujitambua kabisa, ni kwamba hapa uko fofofo kabisa. Hata unaamka unasema kweli hapa nimelala. Lakini kama upate usingizi, huo ni mtihani mkubwa sana. Kwanza nenda hospitali, kacheki kama ni tatizo la kibiolojia uweze kutibiwa. Lakini ukiona huko hakuna kitu, sasa ndo uje sasa kwa waganga uweze kutibiwa. Kuna shida ya wasiwasi imekujaa, wasiwasi wa matatizo yako. Wewe fikiria tu mangapi ambayo umefanikiwa baada ya kukata tamaa. Na kundi hili kuna watu wengi sana. Utasikia mimi sikutegemea bwana. Sikutegemea, nishakata tamaa kabisa. Sasa kiuhalisia haukukata tamaa.
uliamua kuacha kuliwaza usiku muda wa kulala. Na kumbuka, ulivyokata tamaa ulipata usingizi. Ulipoamua kuwa kwamba liwalo na liwe, wacha liwe litakavyokuwa, basi pale ulileta kama relief fulani kwenye ubongo wako, ukaamua kulala. Ulipolala sasa ndo likafanywa kazi katika ulimwengu wa kiroho. Kulala ni kitu muhimu sana ndugu zangu. Usingizi ni kitu muhimu sana. Kwa ushauri tu kwa wewe ambaye umesha kwenda hospitali, hauna tatizo la kibiolojia linalokusababisha wewe ukose usingizi, imekutikana hauna shida yote, basi unapotaka kulala ili uweze kupata usingizi, jaribu kufanya zoezi hili la kuchosha ubongo ili uweze kupata usingizi. Kwa yule Muislamu, pendelea sana kusoma Qur'ani ule muda wa unapokaribia kulala. Weka simu pembeni, soma Qur'ani. Chukua hata sura yoyote ambayo unaweza kuisoma, soma. Soma surati Yasini, soma zifike hata 7. Baada ya hapo utaona mwili wako umechoka, ubongo umechoka. Ukienda kulala, moja kwa moja unalala vizuri kabisa. Ila kwa yule ambaye sio Muislamu na pengine huwezi kusoma Qur'ani, au na wewe pia sio Muislamu kabisa, basi pendelea kutengeneza juisi ya kitunguu maji. Juisi ya kitunguu maji, pengine masaa kadhaa kabla ya kulala, inawezekana ile jioni ile, basi tengeneza juisi yako ya kitunguu maji, kunywa ile juisi. Usiku itakusaidia, utapata usingizi. Sio kwa siku moja, kwa sababu wewe ushajilimbikizia matatizo muda mrefu, mpaka ubongo wako umehamisha swala la kuhama la kulala usingizi, limeshahama kabisa. Yaani kuna kucha mtu hajalala, alikuwa tu anagalagala kitandani. Pengine kazini unakuta anasinzia, muda kidogo anasinzia, na kazini huwezi kulala vya kutosha. Upo kazini, kwa haiwezekani, pale unaudanganya tu ubongo. Kwa hivyo tafuta juisi ya kitunguu maji, kitunguu kimoja, saga upate juisi yake, kunywa ili uweze kupata usingizi. Usingizi ni kitu muhimu sana. Mambo yote ya kiroho, ziko elimu ambazo kama utatutafuta tutakusaidia. Una jambo lako unalifuatilia sana, kuna namna ya kukabidhi usingizi wako katika hilo jambo. Ukumbuke, unapolala mwili wako unalala, ila we haulali. Unapolala mwili wako unalala, ila wewe wa ndani haulali. Ndio zile ndoto unazoziota, ndio wewe unakwenda huko unakoenda. Sasa hizo ndoto unazoziota ambaye ndio wewe, inatakiwa ujipe kazi kabla ya kulala. Kuna mambo unatakiwa ufanye kabla ya kulala, ili unaponyanyuka sasa kwenye ndoto, unyanyuke na yale mambo ambayo wewe unayataka. Unaweza ukawasiliana na mtu wa mbali kupitia usingizi. Yuko mbali kabisa, kupitia usingizi. Hujachoma dawa, hujafanyaje, lakini ukawasiliana naye na yuko mbali kupitia usingizi. Na mambo mengi katika dunia yanafanywa katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa nyama una uwezo mdogo sana. Ulimwengu wa nyama una uwezo mdogo sana. Wewe utaona kwamba katika ulimwengu wa nyama unaweza ukabeba shoka ukaangusha mbuyu. Uwezo wako ni mdogo. Umetumia nguvu nyingi, sio akili nyingi. Umetumia muda mwingi sana. Ila katika ulimwengu wa kiroho unaweza ukafanya hicho au chochote unachoona kigumu kwa kutumia nguvu ndogo na akili kidogo. Ila ulimwengu wa nyama wenyewe ni wa kutumia nguvu nyingi sana, lakini matokeo yake ni madogo. Kwa hivyo unapokuwa wewe katika ulimwengu wa kiroho una nguvu kubwa sana. Wewe fikiria, ndoto ngapi umeota umeonana na waziri? Ndoto ngapi umeota umeonana na rais? Ndoto ngapi umeota umeonana na mtu mkubwa ambaye kwa hali ya kawaida huwezi kuonana naye? Huwezi kuonana naye kabisa. Kwa hiyo tuache ile dhana ya kuona kwamba ndoto ni kama mzaha. Yale ni maisha ambayo wewe unaenda kuishi usiku unapolala. Ila umeyaelekeza wapi? Umeyaelekeza kilabuni? Umeyaelekeza baa? Umeyaelekeza wapi? Yale maisha umeyaelekeza wapi? Kwa hivyo usingizi ni muhimu sana sana, tena sana. Zingatia sana uweze kupata usingizi. Hapa karibu 70% ya watu, hasa watumishi wa serikali, au mtu yote anayefanya kazi ambayo
kazi ile inaambatana na hofu kubwa. Kwa sababu ukiwa mtumishi hofu ipo, kwa sababu uko chini ya mamlaka fulani. Yani umewekea sheria fulani ambazo ukizivunja tayari ni makosa. Watu wengi wanaishi kwenye pressure. Watu wengi wanaishi kwenye mazingira kama hayo. Kwa hiyo ni muhimu sana waweze kupata usingizi. Una jambo unalifuatilia, umeshafanya jitihada zako katika mwili wa nyama, bado imeshindikana, basi usiku kuna namna ya kufanya jambo hilo ili liweze kufanikiwa kwa wepesi. Lakini hakikisha unapata usingizi, unalala vizuri tu, kama ni masaa 4, kama ni masaa 5, kulingana na hayo masaa, lakini ulale usingizi mzito wa kutosha. Kuna watu wanateseka usiku mzima hawalali. Kwa hivyo hicho ni kitu kibaya sana katika ulimwengu wa kiroho. Unachosha mwili wako, unachosha nguvu zako za kiroho, unazichosha kabisa. Hata leo upewe ubani, choma ubani nuia jambo, haliwezi kuwa, kwa sababu wewe wa kiroho hauko sawa. Unaishi kwenye hofu, unaishi kwenye wasiwasi, na ndio maana ndoto zako zinakuwa za ajabu ajabu tu. Unafukuzwa na manyoka, unafukuzwa na ng'ombe, ndoto za ajabu ajabu, kwa sababu wewe tayari unaishi kwenye mazingira ambayo mawazo yako ni hofu, wasiwasi. Unapolala ndiyo kazi unayompa huyo roho wako. Unampa kazi ya wasiwasi, hofu. Ndicho kinachoenda kutokea, ndio maisha unayoenda kuishi usiku ukilala. Sasa ondoa hizo hofu, wasiwasi. Nimekutolea mfano hapo, unahukumu kesho. Anayetakiwa kuhukumu ni binadamu. Wewe unajuaje kama ataamka mzima? Usiku wewe ulali, unawaza hukumu ya kesho. Yule ni binadamu kama wewe. Unajuaje kama ataamka mzima? Wewe hiyo hukumu hata kama umeambiwa kesho, wewe iache hivyo hivyo. Kesho haijafika. Wewe usiku lala. Tia nia zako, lala. Sasa hapa ndo kuna gepu. Mtu anakwambia nachoma dawa, nafanya hichi, mganga amenishauri nifanye hivi, lakini mbona hakiwi? Mbona sifanikiwi? Mbona hakiwi? Yaani hata tu kuunganika wewe na Mungu wako, kama haupati usingizi wa utosha, hapo hakuna. Kabisa nakwambia hakuna. Kwa sababu gani nakwambia hakuna? Yaani wewe umefanya matatizo yako ni makubwa kuliko Mungu. Matatizo yako umeyafikiria sana, umeyafanya ni makubwa sana kuliko Mungu. Sasa hauwezi kuona hayo maajabu ya Mungu, sababu tayari wewe una hofu kubwa sana kwenye matatizo yako, kwenye changamoto zako, kwenye lile jambo unalolitaka. Umeona hili ni zito sana. Yaani badala ya kufikiria ukubwa wa Mwenyezi Mungu, umefikiria ukubwa wa matatizo yako. Hakuna connection hapo. Utabaki kusoma hizo dua, utabaki kuomba, utabaki kufanyaje, hautofanikiwa. Kwa hivyo hiyo ni changamoto kubwa sana. Fanya namna yote uweze kupata usingizi. Kama una tatizo la kibiolojia, nenda hospitali, kaone madaktari uweze kupata tiba. Umekwenda huko hauna shida yoyote, basi waone wataalamu wa nyota, wataalamu walio sahihi wakusaidie ni namna gani unaweza kupata usingizi. Lakini nimekupa njia hizo mbili kama huduma ya kwanza, kwamba kwa wewe ambaye Muislamu, soma sana Qur'ani muda wa kulala. Unapokaribia kulala, soma sana. Ukichukua hata lisali moja tu linatosha sana kuchosha ubongo wako. Utasikia usingizi muda ule ule, utalala, utarelax vizuri. Mwingine, tengeneza juisi ya kitunguu maji, kitakusaidia. Sio kwa mara moja, lakini kitakusaidia. Itafika pahala utakuwa kweli ukiamua kulala, basi unapata usingizi mzuri wa kutosha. Lakini kama hulali upate usingizi, nina imani hata hiyo dawa ya kibiolojia haiwezi kufanya kazi. Japo mimi sio dokta wa masuala ya kibiolojia, lakini kwa udaktari wangu wa masuala ya nyota, basi na imani hizo dua, sijui mafusho, sijui jambo lote unalofanya halitafanikiwa. Wengi mmetanguliza hofu ya matatizo yenu. Kweli nitapata? Kweli kitakuwa? Itakuwa kuaje? Wewe una mambo mengi yanatokea duniani pasipo msaada wako wewe. Una mambo mengi yanayotokea duniani pasipo wewe kujua. Kuna yanayotokea ulimwenguni, kuna yanayotokea kwenye mwili wako. Kwani wewe unafanya msaada gani ili moyo wako upampu damu? Ili moyo wako upampu damu, wewe unafanya jitihada gani unazofanya wewe ili moyo wako uweze kupampu damu? Jitihada gani?
Pengine labda jitihada za kuuharibu, lakini sio za kuutengeneza uweze kufanya nini. Wewe unafanya jitihada gani kwamba muda huu unasikia kabisa figo yangu inachuja sumu? Ni saa ngapi unasikia hivyo? Kwamba sasa na wewe kuna kitu fulani unafanya pale una support. Hapana. Hiyo ni mifumo ambayo tayari Mwenyezi Mungu kaiweka. Na huna habari kama inafanya kazi, lakini inafanya kazi. Huna habari kabisa. Digestion inaendelea. Ni muda gani una support digestion yako? Muda gani? Kwamba sasa hapa inafanyika na nimesikia alarm kuna digestion inafanyika. Ngoja na mimi nikae hivi ili ni support digestion ifanyike. Ni muda gani? Haujui. Lakini inafanyika. Kwa hiyo hata katika ulimwengu kuna mambo mengi yanaendelea ambayo wewe huyajui yanafanyika. Sasa yatatokeaje? Hiyo sio kazi yako. Usibaki hapo ulipobaki. Sijui nitafanikiwa, sijui litakuwa, sijui halitokuwa. Usibaki hapo. Unapobaki hapo hata upewe dawa kubwa namna gani. Na hapa ndipo watu wanatofautiana. Pete hiyo hiyo kapewa mwingine anafanikiwa, pete hiyo kapewa mwingine hafanikiwi. Kwa nini? Yule amejaa na zile house, yani kwamba inakuaje zimejaa kichwani. Wengi tunaamini katika physical, yani katika mwili wa wanyama. Tunaamini hivyo kwamba kitu ili kifanyike mpaka nikipush na macho yangu na mikono yangu na hali yangu ya kawaida. Kumbe hivyo unavyovitekeleza wewe kwa mikono yako, kwa uwezo wako wa mwili wa nyama, ni vidogo sana katika dunia. Yani vidogo mno. Vidogo sana katika dunia. Wewe uone tofauti yako ya wewe na mchawi. Wewe unaona Ferrari ya maana sana, ila mchawi anaona ungo wa maana sana. Kwa nini? Kilomita ambazo ungo unaweza kwenda, Ferrari haifiki. Unaona tofauti yake? Wewe unaona yani katika ulimwengu wako wa nyama, yani kwamba ligari lina mavitu ya moto mle, lenyewe lina matani kadhaa lizito, yani unaona hichi ndio kitu cha thamani sana. Lakini tizama ungo, una gramu ngapi? Yeye kwake ndio kitu cha maana sana, kinaenda kilomita nyingi kwa muda mfupi kuliko hata hiyo Ferrari. Ndio tofauti yako wewe na mchawi. Ndio maana mchawi mambo yake yanafanikiwa. Yale mambo yake mabaya anayotaka yanafanikiwa. Hajawekeza nguvu kubwa katika ulimwengu wa nyama. Amewekeza nguvu kubwa katika ulimwengu wa kiroho. Wewe mtu wa kawaida umewekeza nguvu kubwa katika ulimwengu wa nyama. Kwamba jambo lolote ili liwe zuri, liweze kwenda, basi uwe unaona njia fulani za kulipushi physically. Hapo ndipo mnapopishana. Yeye anaamini katika nguvu za ulimwengu na anaamini kitatokea. Ana elimu kubwa sana. Ndio maana huwa nawaambia watu mchawi anamjua sana Mungu kuliko wewe. Kwani Mungu si ni Mungu pamoja na nguvu alizoziweka hapa duniani, pamoja na universe. Sasa mchawi anaijua universe vizuri kuliko wewe. Ndio maana anajua nikichukua mchanga nikifanya hivi huyu atakuwa hivi. Anajua mchanga si ni wa Mwenyezi Mungu. Miti si ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anaijua siri ya dunia kuliko wewe. Ila wewe unaamini katika physical. Kwamba nimechoma dawa hii, labda paka nione kweli kuna mtu sio anapiga simu, hasa kweli itakuwa au itawezekanaje? Hapana. Kuna mengi yanatokea duniani pasipo wewe kusukuma msaada wowote. Na haujui chochote kabisa. Na hata mengine umeshayapata pasipo wewe kujua kabisa. Kwa hivyo wengi tujikite katika ulimwengu wa kiroho. Tuustawishe ulimwengu wetu wa kiroho. Njia mojawapo, hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Hapo dawa yoyote ya masuala ya kiroho itafanya kazi. Lakini kama upate usingizi, maana yake wewe hauishi maisha ambayo ni proper katika usingizi wako, hakuna dawa itafanya kazi. Hakuna. Tuna uhusiano mkubwa sana wa kiroho kati ya binadamu na huo mchicha, binadamu na hayo matembele, binadamu na hilo embe, binadamu na mmea wote. Tuna uhusiano mkubwa sana wa kiroho. Vipo vitu ukiambiwa kujaribu, unaweza ukajaribu na ukashangaa. Tuna uhusiano mkubwa sana wa kiroho. Na ulimwengu wa kiroho ni mkubwa kuliko ulimwengu wa nyama. Na ulimwengu wa kiroho hauna ubaguzi. Ulimwengu wa kiroho hauna ubaguzi. Yaani haya maubaguzi yote yapo katika ulimwengu wa nyama huu. Huku ndo kuna cheo kwamba sijui kuna huyu ni mtu fulani.
Lakini kule katika ulimwengu wa kiroho, wewe na mzungu mko sawa. Walioenda kuzimu wanafahamu hichi ninachosema. Wewe na Mwarabu mko sawa. Ila huku katika ulimwengu wa nyama tutatofautiana kwamba wewe mweusi ni mtumwa, yeye mtwana. Lakini katika ulimwengu wa kiroho mko sawa. Mko sawa kwa sababu pale hamuendi na rangi zenu. Hamuendi na nyama zenu. Hamuendi na vitu vya kidunia ambavyo mzungu anavyo vingi na vikubwa na vizuri. Mwafrika pengine anavyo vichache sana au hana kabisa mwingine. Lakini katika ulimwengu wa kiroho kuna vitu vingine kabisa tofauti. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho wote tupo sawa. Sasa sikia hili neno ninaposema wote tupo sawa. Kwa hivyo chochote unachokitaka utakipata kwa sababu wote tupo sawa. Na ndiyo maana wakati mwingine unaota ndoto unaongea na msanii mkubwa ambaye kwa hali ya kawaida huwezi kuonana naye. Unaongea na kiongozi mkubwa sana ambaye kwa hali ya kawaida huwezi kuonana naye katika ulimwengu wa nyama. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho tupo sawa. Ila wewe usiku unalalaje? Pamoja na kutumia hizo dawa, unalalaje usiku? Unalalaje usiku? Unalala kama vile uko mchana, maana yake ni kwamba bado una activity ambazo zinaendelea, wewe una kichwani kwako umejitupa tu pale kitandani, una mambo mengi, simu, si vitu gani. Sasa huwezi ukaishi yale maisha ya kiroho. Natakiwa sasa ukae vizuri, utulie, uweze kupata usingizi. Fuatilia uweze kupata usingizi. Hata kama utaamka usiku kwa ajili ya kufanya dua, lakini hakikisha ule muda ambao kwako umeutenga kwa ajili ya kulala, lala kabisa, lala fofofo kabisa, lala. Ukiona hulali hiyo fofofo ujue kuna shida. Aidha ya kibiolojia au ya kimazingara ya kichawi. Tatua shida hiyo, mambo mengine yatakwenda automatically bila shida yoyote. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.